Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Alhamisi, juma la 28 katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Warumi sura 3 mstari wa 21 hadi 30a. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, sasa uadilifu wa Mungu umefumbuliwa pasipo sheria, ukishuhudiwa na sheria na manabii, yaani uadilifu wa Mungu unaopatikana kwa waamini wote katika imani ya Yesu Kristo. Hapo hakuna ubaguzi, kwa maana wote wametenda dhambi na kuukosa utukufu wa Mungu. Bila stahili yao wanahesabiwa haki kwa neema ya Mungu kwa ajili ya ukombozi uliopo katika Kristo Yesu. Mungu amemweka huyo afanye upatanisho kwa damu yake, upatanisho unaotufikia kwa njia ya imani. Hivyo Mungu anathibitisha uadilifu wake kwa kuziondoa dhambi zilizotendwa zamani wakati wa subira yake. Anathibitisha pia uadilifu wake katika nyakati zetu, akionyesha ya kuwa yeye mwenyewe ni mwadilifu, na anamwadilisha kila amwaminie Yesu. Basi kuna nafasi ya kujisifu? Hakuna. Kwa sheria ipi? Je, sheria ya matendo? La hasha, bali kwa sheria ya imani. Kwa maana tunaamini ya kuwa mwanadamu anafanywa mwenye haki kwa nguvu ya imani bila matendo ya sheria. Je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Siye Mungu wa watu wa mataifa pia? Naam, pia ni Mungu wa watu wa mataifa. Kumbe Mungu ni mmoja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 130 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Kitikio: kwa Bwana kuna huruma na wingi wa wokovu. Kwa Bwana kuna huruma na wingi wa wokovu. Toka shimoni na kulilia, e Bwana. E Bwana, uisikie sauti yangu. Masikio yako na yaisikilize sauti ya maombi yangu. Kwa Bwana kuna huruma na wingi wa wokovu. Kama wewe, e Bwana, ungehesabu maovu yetu, e Bwana, nani agesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wakutumikie kwa uchaji. Kwa Bwana kuna huruma na wingi wa wokovu. Roho yangu inamgoja Bwana, na nilalitumainia neno lake. Roho yangu inamtumainia Bwana kuliko walinzi waigojavyo asubuhi. Kwa Bwana kuna huruma na wingi wa wokovu. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima, asema Bwana. Hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.
Utukufu kwako e Bwana. Luka sura 11 mstari wa 47 hadi 54. Wakati ule Yesu alisema, ole wenu enyi wanasheria, mwajenga maziara ya manabii na baba zenu ndio waliowaua. Basi mwashuhudia na kuyapendelea matendo ya baba zenu wale waliowaua, nanyi mwawajengea maziara. Kwa hiyo hekima ya Mungu ilisema, nitawapelekea manabii na mitume, nao watawaua wengine wao na kuwadhulumu, ili kizazi hiki kidaiwe damu ya manabii wote iliyomwagwa toka kuweko kwa msingi wa dunia. Naam, tangu damu ya Abeli hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya altari na hekalu. Hakika na waambieni, itadaiwa kizazi hiki. Ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmechukua ufunguo wa elimu, ninyi hamukuingia, na wale wapendao kuingia mmewazuia. Alipoondoka huko, waandishi na Mafarisayo walianza kumkasirikia sana na kumhoji kwa maswali mengi. Walimvizia wapate kumnasa kwa maneno yake mwenyewe. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.